Na familia moja katika eneo la Namanga, kaunti ya Kajiado imekuwa ikiishi kwa uchungu na maumivu kwa takriban mwongo mmoja sasa baada ya jamaa yao kutoweka nchini Afrika Kusini alikokwenda kutafuta ajira. Silas Kipkorir Butia aliondoka humu nchini mwaka 2017 kwenda Afrika Kusini kutafuta kazi ya kuwa dereva wa lori, lakini tangu wakati huo familia yake haijapata habari yoyote kutoka mahali aliko. Juhudi za familia hiyo pamoja na mamlaka husika za kumtafuta hazijazaa matunda yoyote. Sasa familia hiyo inatoa wito kwa serikali iwasaidie kumpata jamaa wao. Wakiwa wameshikilia picha za jamaa wao huku kumbukumbu zikififia kila uchao. Nyuso zilizojaa huzuni za familia hii ni dhihirisho la maumivu makali ambayo wamevumilia kwa takriban mwongo mmoja. Yote hayo yalianza mwaka wa 2017 wakati Silas Kipkorir Butia alipoondoka humu nchini akiwa mwingi wa matumaini kwamba kazi ya udereva jijini Johannesburg ingebadili maisha ya familia yake changa. Ili kufadhili safari hiyo, familia iliuza kipande pekee cha ardhi cha ekari moja katika eneo la Turbo County ya Uasin Gishu kwa shilingi 400,000. Kipkorir aliyekuwa na miaka 40 wakati huo alisafiri pamoja na binamu yake aliyekuwa ameahidi kumsaidia kupata kazi. Kwa miezi 6 waliwasiliana vyema na jamaa yao. Na alitoka 2017 mwezi wa 7 akienda kutafuta kazi na tukawa na mawasiliano akienda mpaka akafika South Africa. Akiwa South Africa tuliongea naye kwa muda mfupi. Na akiondoka alikuwa anatuma mapato kidogo na anapata kwa sababu ya school fees. Na mpaka saa hizi bila alipotea imekuwa muda mrefu. Sijapata kumfahamu mahali yuko. Miaka 9 baadaye familia yake inatafuta jibu. Wakati mawasiliano ilipotea ndio maisha ikawa ngumu. Manake niko na watoto wanahitaji school fees. Mimi binafsi mawasiliano haiko. Maswali ya watoto ni mengi. Kulipa kodi, chakula na school fees. Because ile shamba alikuwa nayo aliuza shamba yake eka moja na akaenda South Africa kutafuta kazi. Hakatuacha kwa nyumba ya kukodisha. Juhudi za kumtafuta Kipkorir ikiwa ni pamoja na kuwasiliana na ubalozi wa Kenya nchini Afrika Kusini hazijazaa matunda. Binamu aliyesafiri naye alirejea mwaka wa 2018 lakini alitoa taarifa chache sana kumhusu. Sasa huyo mtoto yangu nipate miaka 10 sijui na nini. Sijui amekufa, sijui yuko. Sasa mimi naomba kama serikali nayo saidia mimi. Naomba government of Kenya ama mtu yote tu mwenye anatuona, tunaomba kama wanaweza fuatilia mahali yuko. Kutoweka kwake kunaendelea kuilemea familia yake ambayo ina hamu kubwa ya kujua ikiwa mwenzao yungali hai au kesha iache dunia hii. Teresa Mutai, Darubini.